Lakini maandamano yenye tija ni yale yanayoelezwa na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na sheria zetu zilizowekwa. Ambapo sasa kama katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria zake zinaelekeza namna gani maandamano yanatakiwa kufanywa, hivyo hata mamlaka za kiulinzi zinataarifiwa kwa maandishi na zenyewe zinatoa ulinzi wa maandamano hayo. Hivyo basi, kwa mtazamo huo, kilichotokea Oktoba 29 ni vurugu. Na kwa sababu gani? Kwanza, hawakutoa taarifa yoyote kwamba wataandamana kama ilivyoelezwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria zake. Lakini mbili, hawakutoa sababu za maandamano. Lakini tatu, pia hawakusema wataanzia wapi maandamano hayo na kuelekea wapi maandamano hayo. Ndugu zangu, lakini pamoja na yote yaliyojitokeza ya maandamano hayo, yaliambatana na uporaji, uvamizi, uharibifu wa mali na watu mbalimbali walijeruhiwa. Na hiki ndicho kiini cha chanzo kikuu, na mengine yote yaliyojiri baada ya hapo yalikuwa ni matokeo tu. Kama vijana wa mkoa wa Dar es Salaam, kama vijana wa Kitanzania, sisi kwa umoja wetu hatuungi mkono vurugu kwa visingizio vya maandamano ya kudai haki. Ndugu zangu, baada ya hayo kutokea, na kwa sababu kwa sasa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekwisha kuunda tume ya uchunguzi kwa yote yaliyojiri, jambo ambalo ni bora kwa sasa ni kusubiri ripoti kamili ya uchunguzi, kwa sababu yanayosemwa ni mengi, lakini tutafahamu zaidi kupitia ripoti ya uchunguzi. Na hapa katika tume iliyoundwa, kwanza naomba nami niungane na wengine kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume huru ya uchunguzi itakaoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Jaji Mohamed Chande Othman. Hii ni hatua ya ujasiri inayotokana na dhamira ya kujua kilichotokea, kujenga maridhiano na kurejesha imani ya wananchi. Lakini ndugu zangu, kuna watu wanaodai haiwezekani kuwa tume ya serikali iliyoundwa ikawa huru. Lakini pia wengine wakaenda mbali zaidi, wameendelea kuibeza na kuikejeli tume iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza yaliyotokea Oktoba 29. Wengine walienda zaidi kusema eti haiwezekani kujichunguza. Ndugu zangu, niwaambie tu, walioteuliwa kuingia kwenye tume wengi ni wastaafu ambao hakuna yeyote ama hakuna cheo chochote wanachotafuta tena, bali kinachofanyika katika tume hii ni kutumia maarifa yao, busara zao na uzoefu wao. Lakini pia wapo majaji wakuu wastaafu katika wale walioteuliwa viongozi 8, ambao yupo Profesa Ibrahim Juma, lakini yupo atakayeongoza tume hii ya uchunguzi wa yaliyotokea mzee wetu Jaji Othman Chande. Na hawa ndio, kama mtakuwa mnakumbuka vizuri, wameziongoza mahakama zetu, na ni katika mahakama hizi ambazo kwa miaka takribani 20 iliyopita wapo baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakishtakiwa na kushinda kesi zao dhidi ya serikali. Iweje leo tunasema majaji hawa ambao wameteuliwa katika tume ya uchunguzi hawatatenda haki katika tume? Lakini katika tume yetu yupo IGP mstaafu Saidi Mwema, na amestaafu zaidi ya takribani ya miaka 10 iliyopita. Huyu ni mzoefu anayejua mifumo ya utendaji wa polisi na anaweza kutoa busara zake katika uchunguzi. Lakini pia hana hata cheo chochote anachotaka katika umri wake wa ustaafu. Hivyo mtu anaposema polisi wanajichunguza wenyewe ni upotoshaji, tena ni upotoshaji wa maksudi. Lakini mbali na hao viongozi wetu, wapo wajumbe katika tume ya uchunguzi kama mama yetu Stergomena Tax, ambaye amewahi kuwa katibu mtendaji
wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, akiwa mtendaji mkuu wa jumuiya ya nchi zaidi ya 15. Amekuwa waziri wa ulinzi, sote tunafahamu. Amekuwa waziri wa mambo ya nje, sote tunafahamu. Hivyo basi, huwezi kupuuza uzoefu wake katika utawala bora ndani na nje ya nchi. Pia ujuzi wake kuhusu masuala ya ulinzi kwa mustakabali huu. Hapa ndipo tunaposisitiza umuhimu wa sisi wa Tanzania, hususan vijana wa Kitanzania, kuelewa historia ya nchi yetu kabla ya kutoa hukumu rahisi. Lakini ndugu zangu, hasa vijana wenzangu wa Kitanzania ambao ndio waathirika wakubwa wa Oktoba 29, labda niwakumbushe historia ya nchi yetu. Tukirejea mwaka 1998, Rais Benjamin William Mkapa aliunda tume ya kukusanya maoni ya katiba maarufu kama tume ya Jaji Kisanga. Tume hii ilitoa mapendekezo ambayo yalikuwa mbali na matarajio ya serikali na hayakumfurahisha hata rais mwenyewe, na bado hakuna aliyeingilia uhuru wake. Najaribu kujenga hoja ya wale ambao wanabeza na kukejeli tume ya uchunguzi yaliyotokea Oktoba 29. Lakini niwarejeshe tena. Vile mwaka 1991 chini ya uongozi wa rais wa awamu ya pili wa nchi yetu ya Tanzania, mzee wetu marehemu Ali Hassan Mwinyi, iliundwa tume pia ya Jaji Nyalali ambayo ilipendekeza mageuzi makubwa yaliyokuwa pia mwiba kwa chama chetu cha Mapinduzi, kipindi ambacho hatukuwa na mfumo wa vyama vingi. Na miongoni mwa ripoti ya tume hiyo ilipendekeza katiba mpya na kubatilisha kwa sheria takriban 40 kandamizi. Lakini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haikuzuia tume hiyo kutoa ukweli wake. Kumekuwepo kwa uhuru wa tume mbalimbali ambazo hazikuingiliwa uhuru wake kipindi cha mzee wetu Rais Mkapa, Rais Kikwete, lakini Rais Magufuli. Haya yote ni ushahidi unaotuonyesha kwamba nchini Tanzania tume nyingi zimekuwa na uhuru wa kutoa hitimisho lake bila kufungamanishwa na matakwa ya kisiasa. Kwa msingi huo, sisi vijana wa mkoa wa Dar es Salaam, sisi vijana wa Kitanzania, tunayo imani kubwa sana na tume ya Jaji Othman Chande kwamba itaendeleza rekodi hiyo na itatoa majibu yanayotegemewa na taifa kwa weledi mkubwa na umakini pamoja na haki. Ndugu zangu, hiyo ninataka kuwaonyesha Watanzania. Tunapaswa ama tuna jukumu la kuiamini tume hii ya uchunguzi yaliyotokea Oktoba 29 ambayo imeundwa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini katika mambo ambayo pia nataka niyazungumzia kuhabarisha umma kwa niaba ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam ni swala la maridhiano na mapatano kwa taifa. Ndugu zangu, tunajua katika kipindi kifupi cha uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan ametaja na kusisitiza haja ya maridhiano na mapatano nchini mara kadhaa, na amekiri kuwa kama taifa, kama nchi yetu, kuna mahali tulipishana au tulijikuta tumehitilafiana. Ndiyo maana ndani ya siku 100 za uongozi wake toka kuchaguliwa kwake ameahidi kuunda tume maalum ya maridhiano itakayolenga kuponya majeraha ya kisiasa, kurejesheana amani na kujenga misingi mpya ya umoja wa kitaifa, na ndiyo huo utamaduni wa Mtanzania. Lakini dhana ya maridhiano haimaanishi udhaifu, inaashiria umakini, uongozi wa kizazi kipya na kuelewa kwamba taifa letu haliwezi kusonga mbele likiwa limebeba majeraha yasiyotibiwa. Na hii ndiyo shabaha na dira ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Oye! Lakini ndugu zangu, nyote mnajua na ni mashuhuda, wengine wetu ni wabobezi katika mitandao. Baada ya hotuba ya rais kuhutubia bunge la 13, alizungumzia swala la maridhiano na mapatano. Lakini baada ya hapo walijitokeza wenzetu wa Tanzania na wengine nje ya nchi lakini ni wa Tanzania wanaosema kwamba hakuna sababu ya maridhiano. Sababu yao kubwa ni kwamba wapo watu wengi wamepoteza maisha.
sisi kama umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Dar es Salaam tuseme ya kwamba katika jambo la hekima na busara na bora zaidi ni hili, kwa maana taarifa letu, huu ndio utamaduni wetu na ndio utaratibu wetu kama Watanzania. Na labda niwaambieni, duniani kote, licha ya matokeo ya changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza, suluhisho kubwa ni watu kukaa chini na kujadili. Hivyo basi, nikuombeeni Watanzania, katika hili tuendelee kusisitizana swala la maridhiano na mapatano kama taifa, na hususan vijana, ikiwa taifa lote la kwetu ni la vijana. Lakini naomba leo nitolee mifano kadhaa kwamba yapo mataifa, wapo majirani zetu kwa miaka tofauti ambao zilikuwa zikitokea ghasia mbalimbali, wao pia wanafikia hitimisho la kukaa kama wa taifa lao, kujadili namna gani wanalirudisha taifa pamoja. Niwape mfano, nyote mtakuwa mnakumbuka kwa majirani zetu Kenya mwaka 2007 walipigana sana kwa uhasama mkubwa wa kisiasa, lakini ilifikia hatua maelfu ya watu walikufa. Lakini baada ya maelfu watu kufa, ilifikia hatua kubwa zaidi, viongozi wao walishtakiwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Lakini mwisho wa hayo yote, ilifikia hatua taifa lao lilikubaliana kukaa na kuyazungumza, kutafuta maridhiano. Kwa hiyo sisi sio watu wa kwanza kama taifa la Tanzania. Hivyo hata majirani zetu ambao pia wengi wetu huwa mnatolea mifano ya mambo mbalimbali, nami nimeamua kugusa mfano kama huo. Lakini pia baadhi yetu wanadai kuwa hakuna sababu ya maridhiano, kwani hakuna aliyekiri kukosea. Naomba niwakumbushe vijana wenzangu na wananchi wote mnaonisikia na mlioko hapa, niwakumbushe jambo moja. Hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anahutubia pia alisema, naomba kunukuu, tuko tayari kuendelea kujifunza na kujirekebisha. Kwa hizi kauli na zingine nyingi za kuonyesha kujirekebisha katika mfumo wetu wa demokrasia zina maana kubwa sana ya kwamba kuna sehemu mambo hayajakwenda sawa, tunapaswa kujifunza na kuendelea kujirekebisha. Mifano mingine tuitazame. Leo ndugu zangu, vijana wenzangu, hata hawa ambao tunajiita ni Gen Z, tukumbuke Ukraine na Urusi, miaka 5 mfululizo wamekuwa wakipigana, lakini wamekuwa wakiumizana, mali zinaharibiwa, watu wanapoteza maisha, lakini suluhisho lake ni maridhiano, na sasa mambo yanakwenda sawa. Lakini labda niwaulize vijana wangu wa Kitanzania, lakini vijana wa Dar es Salaam, na nyie waandishi mlioko hapa, hivi kati ya sisi tuliokuwa tunasema Oktoba tunatiki na wale waliokuwa wanadai Oktoba tunatoka, je, kuna uhasama zaidi ya Palestina na Israel ambao tangu mwaka 1967 walikuwa wakipigana, lakini hivi karibuni na wao wameona kwamba suluhisho la mwisho ni kukaa kuhakikisha kwamba wanajadili namna gani wanaridhiana ili kusitisha vita. Hivyo narudi tena, Tanzania tunapaswa kulijenga hili, tunapaswa kulisema hili, hasa vijana wa Dar es Salaam na vijana wengine wa Kitanzania. Mambo haya sio kwa Tanzania tu. Lakini ndugu zangu, sisi wa Tanzania, naomba niwakumbushe tena vijana wenzangu, bado tunao utamaduni wetu wa kushirikiana katika mambo mbalimbali. Isifikie hatua eti msiba labda wa kiongozi wa serikali ama msiba wa mwana CCM iwe shangwe kwa wapinzani. Hatujafika huko. Ama itokee msiba wa mpinzani leo iwe shangwe kwa wana CCM. Tusifikie huko. Huo sio utamaduni, ama hizo sio taratibu za Kitanzania. Tumelelewa, tumejengwa, tumerithi amani, tumerithi upendo, umoja na mshikamano kutoka kwa waasisi wetu. Vijana wenzangu, lazima turudi katika historia inayojenga taifa letu. Lakini ndugu zangu, yapo madai mengine natamani leo nigusie na kuyafafanua vizuri, ya kumwondoa rais madarakani kwa maandamano. Lipo kundi limezuka tena ambalo hilo lilizuka kuanzisha maandamano Oktoba 29. Baada ya kugundua uongo wao umejulikana, leo wamekuja na uongo uliokithiri wa Disemba 9 ya maandamano, huku wakiwalaghai vijana kwamba maandamano yao yatamuondoa rais. Naomba niseme katika hili kwa msisitizo. Katika hizi siku za karibuni kumeibuka madai ya ajabu kwamba eti
rais anaweza kuondolewa madarakani kupitia maandamano. Hiki ni kiwango cha mawazo ambayo kwa staha kabisa tunaweza kusema kinakosa uzito wa kisomi. Ni kama mtu anajenga hoja kwa hisia badala ya kusoma sheria. Naomba tukumbushane katika katiba hii ambayo tunatumia, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika ibara ya 46A imeweka utaratibu mahususi wa kikatiba na wa kisheria kuhusu kumuondoa rais madarakani. Utaratibu huu unahusisha swala la bunge, lakini unahusisha uchunguzi wa kina wa tume maalum na ushahidi wa kina. Kinyume na hapo huo ni uhaini. Bahati mbaya sana, baadhi ya vijana wetu wa Dar es Salaam na maeneo mengine kwa kutokujua wamekuwa sehemu ya kufuata ulaghai huo wa baadhi ya watu ambao kwa dhahiri wananufaika na udalali huo. Wengi wao pia wako ndani ya nchi yetu, lakini wengine wako nje ya nchi yetu. Lakini naomba pia leo nifafanue mambo ambayo imekuwa pia ni propaganda ya swala la maandamano, ambao sisi kwa tafsiri ya mwanzo niliweza kuzungumza ni vurugu ambazo zinaendelea kuvunja amani ya taifa letu, madai ya katiba mpya. Kwanza hapa sisi kama umoja wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona kuwa hoja ya kuwa na mchakato wa katiba mpya, na ndiyo yalikuwa moja ya madai yaliyodumu kwa miaka mingi kutoka kwa wapinzani na wadau mbalimbali, na ni uwepo wa katiba hii mpya. Hapa tunapenda kusisitiza kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika siku 100 za kwanza ataanzisha mchakato wa kupata katiba mpya, na hili jambo ni jambo lenye uzito wa kitaifa na linahitaji muda, linahitaji utulivu, pia linahitaji ushirikishwaji wa watu mbalimbali ama ushirikishwaji mpana. Hivyo kama Watanzania, hususan vijana ambao taifa letu linatutazama kwa leo na kesho, hivyo ni hekima kumpa rais nafasi afanye kazi hii kikamilifu na sio kwa shinikizo la muda mfupi. Samia oye! Lakini ndugu zangu wa Tanzania, haya yote mnayoyaona, vijana wenzangu wa Kitanzania, vijana wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam, naombeni niwape siri moja nzito, ni vita ya kiuchumi. Sote tunafahamu Tanzania inaendelea kuwa kitovu cha ukuaji wa uchumi Afrika Mashariki, na baadhi ya matukio na vurugu na kampeni za kupotosha zinaashiria vita isiyo rasmi ya kiuchumi dhidi ya taifa letu Tanzania. Katika sekta ya utalii, Tanzania imeongoza kwa mapato, vivutio mbalimbali vya uwekezaji Afrika ya Mashariki. Hili limeleta ushindani mkali na si ajabu kuona jitihada mbalimbali zikizoofisha taswira yetu ya kimataifa. Lakini aidha Tanzania inazidi kung'ara katika maeneo mengine muhimu. Miradi ya umeme ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi Afrika ya Mashariki, na uzalishaji wa saruji na mambo mbalimbali, ambapo sasa hata ukizungumzia uzalishaji wa saruji katika taifa letu umefikia kiwango cha juu cha tani milioni 10.9 kwa mwaka huu, tukiongoza Afrika ya Mashariki. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini tuizungumzie bandari ya kisasa ya uvuvi ya Kilwa iliyojengwa kwa takriban shilingi bilioni 279.5. Imefanya Tanzania kuwa na hadhi kubwa, kuwa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kumiliki bandari ya uvuvi ya kisasa pia yenye kina kirefu. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Na tunaposema kuwa nchi yetu ipo kwenye vita ya kiuchumi dhidi ya majirani zetu, wanaoona kuwa kasi ya maendeleo yetu ya kiuchumi inawaogopesha. Ndiyo maana utagundua zipo propaganda mbalimbali, tena ni nyingi, dhidi ya taifa letu, zinafanywa kutokea hata kwa majirani zetu, wakijua kuwa wakivuruga amani ama utulivu wa nchi yetu, utulivu wa uchumi wetu utashuka na kutakuwa na kudorora kiuchumi. Hiki ni kipindi, ndugu zangu wa Tanzania, vijana wenzangu, ambacho taifa linapaswa kushikamana, kuwa wamoja, kuwa kitu kimoja kuliko wakati mwingine wowote.
Lakini ndugu zangu, vijana wenzangu mlioko hapa na mnaonitazama katika media mbalimbali, nikiwa naelekea mwisho wa maelezo yangu, naomba nitumie fursa hii tena kwa dhati kwa niaba ya vijana wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa baraza la mawaziri, ambapo baraza hili lina sura nyingi mpya, lakini kwa pongezi kubwa sura mpya ni za vijana. Lakini hapa Dar es Salaam leo hii tena si mtu wa mbali, ni mjumbe mwenzetu wa baraza, amepata nafasi ya unaibu waziri wa kazi, vijana na mahusiano, anatokea kwetu humu. Tunalo jukumu kama vijana kupongeza baraza lile chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hii ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Rais anaendelea kuamini vijana, kwa sababu hili taifa la vijana, hivyo lazima washirikishwe ipasavyo kuhusu hatma yao ya leo na ya kesho. Wito wetu vijana wa Dar es Salaam kwa walioaminiwa, tunawaomba wabebe majukumu waliopewa kwa unyenyekevu, kwa utii na uzalendo. Watambue kwamba wakiharibu watakuwa wametuharibia vijana wengine, sio tu wa Dar es Salaam, vijana wa Kitanzania kutoaminika tena. Lakini pia watakuwa wameangusha mamilioni ya vijana waliobeba matumaini makubwa kwao. Nami katika hili niseme jambo moja. Katika kipindi Dar es Salaam tulizofanya ziara, mimi pamoja na wenzangu, tulikuwa na kilio cha kupata chombo maalum kitakachoshughulikia masuala ya vijana tu peke yake. Na hili lazima tujivunie. Maafisa usafirishaji ni mashahidi. Nilipita Ubungo, nilipita Temeke na wenzangu, nilipita Ilala na wenzangu, nilipita Kigamboni pamoja na Kinondoni. Wote ilikuwa ni kilio cha kupata chombo ambacho kitashughulika na matatizo mbalimbali ya vijana, na hasa maafisa usafirishaji, yaani bodaboda na bajaji. Ilikuwa ni changamoto. Leo wana mikataba kandamizi, ilikuwa kilio chao hakina muarobaini. Leo tuna muarobaini, na tunasema walioteuliwa, walioaminiwa katika hasa Wizara ya Maendeleo ya Vijana, tunakuombeni kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, mtimize majukumu ili tuondoe kilio cha vijana wa Kitanzania. Niendelea kupongeza tena Wizara ya Maendeleo hii ya Vijana chini ya ofisi ya Rais kuundwa kwake. Ina maana kubwa sana kwamba serikali inayo dhamira ya dhati kuwahudumia vijana kwa upekee. Vijana tunajua ndio kundi lenye changamoto mbalimbali za kisiasa, changamoto za kijamii na changamoto za kiuchumi. Hivyo basi, waziri aliyopewa dhamana ana wajibu mkubwa wa kutimiza matamanio ya vijana na matamanio ya rais katika kuhakikisha anakidhi matakwa ya wananchi. Leo hii katika wizara hiyo, Mheshimiwa Rais ameahidi kuunda Youth Investment Window kwa ajili ya kutoa fedha kwa vijana wanaotaka uwekezaji. Na hiki ni kitu kipya, hakijai kutokea toka Tanzania imeumbwa. Na hii iko tofauti. Hii Youth Investment Window iko tofauti na ile mikopo ya halmashauri ya 10% ambao vijana tulikuwa tunatengewa 4%, wanawake 4% na kundi lenye ulemavu 2%. Kwa hichi kitu kipya kinaenda kuwa 40 kwa wale vijana wawekezaji ambao ilikuwa wanashindwa kukidhi vigezo katika mikopo ya 10%. Kwa maana hii utakuwa hata mtu mmoja una uwezo wa kupata ile fedha inayotokana na Youth Investment Window. Ndugu zangu, vijana wenzangu, wanasema Waswahili ya kwamba ukitaka lifti sogea karibu na barabara. Lazima vijana wa Kitanzania tujue namna gani ya kurukia fursa zinazojitokeza. Na hapa nitatoa wito kwa viongozi wengine wa ngazi za chini, maafisa maendeleo. Wao ni kiunganishi kati ya wananchi pia na chama chetu cha Mapinduzi. Lakini wapo viongozi wa makata wa jumuiya, wilaya pamoja na matawi. Ni jukumu letu kwa umoja wetu kuhakikisha tunakuwa ni wafuatiliaji wa fursa mbalimbali za vijana, kutoa elimu, na viongozi wetu wa serikali walijue hili. Wawe na utaratibu wa kutoa taarifa za fursa ili sisi kama chama, kama umoja wa vijana wa CCM tujue namna gani pia tunatoa taarifa kwa wenzetu vijana wa makundi mbalimbali. Ndugu zangu, mwisho kwa umuhimu, naomba niguse jambo nyeti kabisa.
viongozi wetu wa dini. Niseme viongozi wetu wa dini, naomba nizungumze kwa unyenyekevu na utii mkubwa. Tunawaheshimu sana viongozi wetu wa dini na ni watu muhimu sana katika kulijenga taifa letu. Lakini zipo hoja mbalimbali wanazozitoa juu ya uendeshaji wa nchi. Sisi kama vijana wa Kitanzania tunaamini Chama chetu cha Mapinduzi na serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan zimesikia hoja zao. Lakini tuseme bado viongozi wetu hawa wa kiroho wanao nafasi kubwa ya kuishauri serikali, na kwa kuwa viongozi wetu wa chama pamoja na serikali nchini wanaheshimu sana dini na wanawaheshimu sana viongozi wetu hawa wa dini, na hivyo nimalizie kwa kusema ombi langu katika viongozi wetu wa kiroho, hekima ya Mungu iwaongoze ili kupitia matamko yenu mliunganishe taifa letu la Tanzania. Wanaoathirika ni vijana na ndio vijana wenu. Lakini pia katika hili, katika mambo ambayo mnatakiwa kuyafanya viongozi wetu, tunakuombeni sana taifa letu mliponye taifa kuliko kuliongezea maumivu. Ndugu zangu vijana wenzangu, niendelee kusisitiza haki, amani yanaendana na wajibu. Tujaribu kuzingatia sheria, lakini tujaribu kukaa tujadiliane. Na sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu wa Dar es Salaam tumedhamiria kwa moyo wetu wote, lakini pia kwa kuhakikisha tunaunga mkono ajenda ya maridhiano. Tuko tayari kushuka chini kwenda kuzungumza tena, ikiwa ni muendelezo wa mambo ambayo tunayafanya kila mara, kuzungumza na vijana wenzetu wa makundi mbalimbali, yapo ya kujadili na kushauriana, tuijenge Tanzania. Amani ndiyo inaleta mustakabali wa mambo mengine yote tuliyoyazungumza. Katiba mpya inaletwa na amani. Maridhiano yetu lazima tukae ikiwa taifa lina amani. Nikuombeni vijana wenzangu, hata wale wanaowadanganya kwamba tarehe 9 kutakuwa na maandamano, turudini kwa hichi kilichotokea Oktoba 29. Wengi tumeumizwa, wengi tumeumia. Binafsi na wenzangu tuliokuwa site tumeona hali ilivyokuwa. Watanzania kukaa lockdown siku 5 mfululizo bila kufanya biashara, watu walilala na njaa. Tulihurumie taifa letu, lakini turuhusu maridhiano na mapatano, tuijenge Tanzania mpya, tuijenge Dar es Salaam mpya. Kwa hayo machache niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, ambariki Daktari Samia Suluhu Hassan, atubarikini na sisi vijana, atuongoe tuelekee katika yale ambayo tunaamini ni utamaduni wa Kitanzania. Na washukuruni sana na asanteni kwa kunisikiliza.